na tuanze kuangazia yale ya kimichezo bana. Jambo kubwa lilikuwa ni la dabi, mchezo wa Kariakoo dabi. Yes. Lakini kwenye madai ya Young Africans ghafla likaibuka jambo la CRDB Federation Cup, na sisi wote tukahamisha upepo. Lakini hatimaye zimbaki siku 3 kabla ya mchezo wa Kariakoo dabi. Watu hawaelewi. Nimeona kuna watu wanauliza waamuzi, kuna watu wanauliza viingilio. Karim Boimanda, afisa habari, siku chache nyuma alisema viingilio ni vile vile ambavyo vilikuwa vimetangazwa. Kwa hiyo kwa wale ambao wana ticket, niona hata taarifa ya Simba pia waliwaambia watu wao nunua ticket ni vile vile. Kama kutakuwa kuna nafasi labda zilibaki, labda tusubiri bodi kama wanaweza wakatangaza. Sasa kwa namna moja ama nyingine, nimepata nafasi ya kuzungumza, lakini mjumbe huyu alisema yeye alishamaliza kwa nafasi yake na hawezi akalizungumza leo kwenye media. Sawa bwana. Kutoka kamati ya waamuzi kuhusiana na mchezo wa maandalizi ya Kariakoo dabi, kutoka kamati ya waamuzi wao, ambacho wamenijuza kwamba wao kama kamati ya waamuzi walishamaliza taratibu za mchezo huu wa Kariakoo dabi. Nikamuuliza kwa nini, akasema sababu ambayo pia inanifanya leo nisiongee, kwa sababu sisi tulishamaliza utaratibu wa huu mchezo, kwa sababu huu mchezo wa tarehe 15 ni mchezo wa kiporo. Na mpaka hivi sasa hakuna mazingira yoyote ambayo yanawafanya wao kubadilisha wao kama waamuzi, eneo la waamuzi, kwa sababu ni mchezo wa kiporo. Hivyo basi ambacho kilikuwa kimepangwa Machi 8 kwenye eneo la waamuzi kinabaki vile vile, kwa sababu huu ni mchezo wa kiporo. Hawawezi kubadilisha chochote, labda tu kama kungekuwa kuna emergency labda ya muamuzi ana hiki, lakini kilichopangwa tarehe 8 kwenye eneo la waamuzi ndicho hicho tarehe 15, kwa sababu huu sio mchezo mpya, huu ni mchezo wa kiporo. Hivyo basi waamuzi tayari tunao, safu ni ile ile. Safu ya waamuzi ni ile ile kwa kile ambacho nimejuzwa. Kwa hiyo kama safu ya waamuzi ni ile ile, wewe Mtanzania, sawa bwana, kwenye huu mchezo mwamuzi wetu wakati ni Hamed Arajiga. Kwa hiyo chukua hiyo, Hamed Arajiga kutoka Manyara. Lakini mwamuzi msaidizi namba 1 kwa maana ya line 1 ni Mohamed Mkono kutoka Tanga. Mwamuzi namba 2 msaidizi kwa maana ya line 2 ni Kasimu Mpanga kutoka Dar es Salaam. Fourth official ni Amina Kiando kutoka Morogoro. Refaria Sudi Abdi kutoka Arusha. Sawa bwana. Lakini general coordinator Baraka Kizuguto wa huu mchezo. Sawa bwana. Na watu wengine wengi zaidi kutokana na vitu ambavyo vinaendelea huko chini, kwa maana hawa nimewataja wale wa juu kutoka kwenye ile safu ya watu wote ambao wanaosimamia mchezo. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ambayo ikipenga extra tumejuzwa kutoka kamati ya waamuzi kule, kwamba wao hawawezi kulizungumza hili jambo kwa sasa, kwa sababu wao shughuli yao walishaimaliza. Huu ni mchezo wa kiporo. Kwa hiyo wale ambao walipangwa kuchezesha ule mchezo ndio wale wao wamefanya internal communication, watu wako vizuri kiafya, hawana dharura, basi hawajataka kubadilisha kwa sababu hakuna taarifa ya dharura kwa uthibitisho huo. Manake kama walikuwa wanafaa kuchezesha mchezo wa kwanza na hawana dharura yoyote na hakuna sababu yoyote, hata mimi sioni sababu ya kuwabadilisha, kwa sababu ni safu iliyozingatiwa kwa mujibu wa mchezo. Opponent hawajabadilika, mazingira ya mchezo, uwanja hujabadilika. Labda hakuna mashindano katikati yameingilia kwamba wa referees labda wameenda kwenye mashindano ya kimataifa huko, hawapo tena. Hakuna sababu yoyote inayoligusa. Ni muda tu wa mchezo Yes. Mchezo mwanzo ulipangwa saa 1. Saa 1. This time iko Ramadhani. Sasa hizi mchezo utakuwa saa 10. Kwa hiyo ni muda tu wa mchezo. Na siku pia. Na siku mosi itakuwa Jumapili. Tarehe tofauti. Kwa hiyo kwa ukamilifu huo safu ilikuwa imekamilika kwa mara ya kwanza na haina dharura na haina changamoto yoyote na hakuna sababu ya ziada kama ambavyo tumejaribu kuziainisha hapo. Ni sawa, hakuna sababu na eneo hilo hata mechi ya kwanza halikuwa na doubt. Ni eneo ambalo katika hiyo safu halikuwa na maswali mengi.
Yes, kwa hiyo wanastahili kuendelea kuchezesha, na pia inapunguza hofu na mashaka na minong'ono imekuaje. Maana hizi reference lazima zingekuja kama ingetokea mabadiliko, hususan kwenye eneo, hususan kwenye eneo kuu waamuzi hawajatangazwa ama imebadilishwa, kwamba mwamuzi wakati labda amebadilishwa amekuwa mwamuzi mwingine, ingekuja kuleta doubt kwamba labda nazo ni miongoni mwa sababu zilizofanya mchezo wa kwanza labda mtu achungulie au aone namna gani. Vipi tunajua maana ambavyo huwa tunaanzisha mijadala kwenye mambo madogo madogo. Hii ni by professional, kamati ya waamuzi wameona iko sawa, na mimi nawaunga mkono. Na ilibidi ni jaribu kuingia kwa sababu maswali kuhusiana na maandalizi ya mchezo yalikuwa mengi, kwamba Zimbabwe ilikuwa, nafikiri ilikuwa jana, kuna sehemu tulikuwa tunapiga story bana, mbona amna tangazi sijui vingi soma vingilio. Bodi ya ligi wamesema hivi vipi kuhusu waamuzi? Waamuzi hawajatangazwa, ndio ikabidi sasa ni jaribu, kwa sababu ukisema urudi bodi ya ligi wenyewe watakwambia sisi mchezo huko pale pale. Kwa hiyo nikaona ni watafute wahusika, ingawa wakasema saa hizi tutakuwa tayari sisi kuzungumza hivi, lakini wewe tunaomba ukatusaidie. Na hii ilikuwa ni eneo sasa la kuonyesha kwamba bodi ya ligi wao, kwa sababu mchezo wanasema maandalizi yanaendelea, kamati ya waamuzi nyie vipi? Wakasema sisi safu yetu ambao tuliitoa kwa sababu mchezo ni wa kiporo inabaki pale pale. Kwa hiyo hapo ulipo mtaani kwako safu ambayo ilitangazwa tarehe 8 ndo safu hiyo hiyo ambayo itarudi, labda kama kuna jambo jingine litatokea hapo. Sasa swali langu ni kwa wahusika, namna ya kuangalia kwa mchezo ambavyo uliahirishwa, ilikuwa ni chini au ndani ya masaa 24, yawezekana kuanzia ile tarehe 7 ile alikuwa ndani, haikufika ndani masaa 24, haikufika kabla muda mchezo, kwa sababu ile sababu ile ngoma imetangazwa siku ya mchezo saa 4 mchana. Mechi itakuwa saa 10. Na ndio maana wakaenda kwenye kipengele cha nguvu ya bodi ile nani ya 34 ambayo inawapa bodi mamlaka ya moja kwa moja kuahirisha mchezo kwa sababu watakazoona wao zinafaa, kwa sababu ilikuwa nje ya masaa 24. Ndio hapo sasa tunakuja kwamba hawa watu kwa vyovyote vile Abdi Sudi kutoka Arusha alikuwa Dar es Salaam, kwa vyovyote vile Mohamed Mkono kutoka Tanga kwa vyovyote vile alikuwa Dar es Salaam mpaka mchezo unaahirishwa, si ndivyo Sajigwa? Kwa taratibu tu za kimchezo za kawaida. Amina Kiando kutoka Morogoro kwa vyovyote vile alikuwa Dar es Salaam. Of course wote walikuwa mjini. Manake gharama za kwanza walikuwa washaingia. Tunafahamu yawezekana huwa hawana prepaid, wanajigharamikia and then watawasilisha document, watapatiwa malipo yao. Kwa hii ni gharama ya pili kwa eneo la waamuzi. Inawezekana kwa hajalipwa, hawakulipwa. Yaani ndio tunachosema kwamba alikuwa tayari ashafika, si ndio tunasema kwamba haulipwi kabla. Kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba inawezekana ukalipwa baada ya mechi 2, mechi 3 inatokea. Hata mwenyekiti wa kamati ya waamuzi alifafanua vizuri wiki iliyopita. Hapa kwenye kipenga extra. Kwa hiyo maana yake hawa watu walikuwa tayari washaingia gharama. Manake malipo yao yanakuja kudabo, si ndio? Mimi nilikuwa kwenye eneo tu la kutetea haki yao kwamba kwa vyovyote vile hawa malipo yao ya mchezo ni mara 2 ama kuna ile kufidiwa kwa zile gharama za awali ambazo walikuwa wameingia, lakini siamini kama umeahirisha saa 8 mechi Amina Kiando atasafiri kurudi Morogoro Mkono. Kwa hiyo lazima zilikamilika zile gharama zote, kama unalipwa kwa gharama ambazo ni accommodation ya siku 3 ama siku 2 tayari zilikuwa zisha incur hizo gharama. Maana yake hawa watu wanalipwa mara 2, ndio zile sehemu ya hasara za mchezo tukiwa tuna discuss kuhusiana na hasara ambazo zilitokea kutokana na mchezo kuahirishwa. Bana, tunapata mapumziko mafupi. Tumekupa hiyo ya waamuzi kwamba katika maandalizi ya mchezo wa Kariakoo Derby kutoka kwenye mamlaka waamuzi wapo. Sasa tutakaporejea tutakuja kutazama mpaka hivi sasa hakuna majibu ya moja kwa moja kwenye mahitaji ya Young Africans yale ambayo waliyahitaji, na sisi tunatazama kwenye eneo kubwa ambalo Young Africans walihitaji ni kiwemo bodi ya ligi kuvunjwa. Tutakuja kujua